Kinachokushtusha ni kitu gani? Kwenye maisha yako je kukutana na watoto? Sikiza nikwambie. Ukikutana na mtoto yote usimwogope. Umenielewa? Haya potea. Potea! Kumbe ni wewe? Ni bora umekuja. Kwani kuna shida yoyote? Sasa unataka niwe msimuliaji nisimulie hadithi, sio? Hebu mchukue mtoto wako. Huyu mtoto haishiwi vitimbi kila siku hapa ndani. Mara yayuke, mara potee. Kuna muda tunashindwa kulala. Mtoto analia kama nyau kweli. Nimeshindwa. Nimechoka kwa kweli. Mchukue. Unajua unanifurahisha sana. Hivi nyie binadamu mpoje? Mbona mna roho ya uoga sana? Sikiza nikwambie. Mimi nilikuja kuwaona tu na nijue mnaendeleaje. Kwa kuwa wote mko salama. Mimi naondoka sasa. Nini? Uondoke? Unapata nafasi ya kuondoka unafikiri? Siruhusu uondoke. Mchukue mtoto uondoke naye. Chukua. Za asubuhi. Safi, vipi? Fresh kweli. Kupoa kwa na kazi. Safi, naona umewaka mwenyewe, umependeza kweli kweli. Asante. Viwalo vimekufaa. Naona umekuja kupunga upepo kidogo. Nimeona nimechoka kukaa ndani, naona nitoke nje kidogo niangalie mandhari, pate hewa safi. Sawa. Sawa. Umeshajitetea? Chai? Hamna. Bado maana nimetoka tu muda sio mrefu. Basi sawa. Naomba uniwekee mzigo ndani. Alafu tukafuate mazingira ya Msosi hayo. Hii na wewe unaone mji kidogo. Sawa. Yaani hapa sasa hivi Kijiweni mimi mapema sana na wahi. Hata msipokuja watu wote, mimi Kijiweni lazima nije mzee. Yaani mapema sana na wahi. Kuna mtoto fulani alipita katikati hapa mwanangu. Yule mtoto alivuruga mpaka hivi leo ninavyokuambia. Namba yake nilikosa. Ila tu kaniambia hii ndio njia yake kubwa. Sasa hivi nimekaa zangu hapa na tega mwanangu. Yaani mwanangu natamani kumjua mwanamke wa design gani. Kwa jinsi ninavyokujua wewe, unasema hujachukua namba. Mimi niomba kila kitu. Sema tu alichomoa siku afu ilikuwa hai yani. Umeona bwana? Yaani kwa hai tunaomba. Vipi wa Kalinyo? Ona yule, msogee kwanza nikae kati kwanza. Ndugu zangu, mnekaje Kijiweni mnapiga stories za kimama? Kuna habari ya moto nataka niwapatie hapa. Wewe hizo tabia zako za kimbea ndio maana kumbe mkongwe anakuzabuaga wewe. Subiri kwanza ndugu yangu. Tuambie mkuu. Ndugu zangu, nimekuja kugundua hapa Kijiweni kuna watu wapo kama wapo. Baba. Kwa macho yangu mawili
Naulia tena, kwa macho yangu mawili nimemshuhudia mkongwe anauvusha mshangazi. Baba, kama ungeuona huo mshangazi, ana vijana anatiririka akitembea. Baba, vijana waogopi siku hizi jamani, vijana waogopi kweli jamani, dunia imekuisha. Sasa unavyoona hilo jambo ndio la maana. Yaani umetoka huko kurupu kuna habari unataka ni wapi, unaongea utumwa. Yaani ndio la maana kabisa moyo umeliona. Sasa mbona ule jamaa jinsi mnavyomuelezea, yaani different na matendo ambayo mnazungumza hapa. Wewe Kalinyo, wewe achana naye, kwani umjue? Hanaga jipi, yaani akija kijiweni hapa ni umbea tu. Sasa hapa ndo nimepata ukweli. Kumbe hapa kijiweni kuna mambo nyewe mnayajua, alafu mimi siyafahamu. Sawa. Sasa mtakuja kunijua kama mimi Sabundu au nani? Subirini. Jamaa enda kukichafua kule, enda kuharibu. Wewe achana naye, hana la maana wewe mwanangu. Hebu tuendelee na habari zetu. Sasa dadangu, najua kabisa umenifuata mimi kijiweni kwa sababu ya mambo yetu ya chumba. Sasa nikwambia, kijaribika kitu, mimi muda huu na jambo la muhimu sana ndio kulifuatilia hapo kati. Kwa cha kufanya, nenda kijiweni pale, ulizia Kamu. Alafu mimi nikirudi nitakukuta naye. Kamu? Hili jina mbona kama sio geni kwangu? Unafahamu? Ndio namfahamu. Nilishawahi kukutana naye hapo nyuma. Tayari. Baada ya vijana nyie achelewi. Kamu. Kule unafahamu kabisa? Sasa hapa niende wapi? Niende kwa Kamu au niende kwa mkongwe? Ila la mkongwe ndio la muhimu. Dada, sikia nikwambie, wala na kijiweni pale. Mimi nitakukuta naye huko. Unajua ndio hivi kuna jambo la muhimu sana ndio kulifanya. Tafadhali dada. mtoto fulani hivi kanyooka mwanangu, bata mzinga mweupe, baba yuko njema. Kwa hiyo hata anapoishi kakuelekeza? Mambo zenu? Poa. Kama mambo? Niko poa. Samani, naweza nikakaa? Karibu. Karibu ukae. Karibu sana. Bwana ndugu yangu, mimi acha nikuache bwana. Tunaona baadaye. Poa. Baadaye. Kamu, mbona uko hivi? Kuna shida? Mimi niko sawa kabisa. Na kuona uko sawa, nikajua labda kuna tatizo. Hapana, sina tatizo. Unajua nimepigwa na buto wako surprise kubwa ambayo umenifanyia. Yaani sikutegemea uwepo wako hapo kwa wakati huu. Na isitoshe mara mwisho wakati tulivyokutana pale uliniambia njia yako kubwa ni kutoka huko kwenda huko. Sasa nashangaa leo umetokea huko nyuma. Alafu umekuja kizuri au kibaya kwamba umeniita na jina moja kwa moja. Mimi nikahisi labda tulivyokutana vile mara mwisho nilivyokutajia jina utakuwa umenisahau kabisa. Sema nini ujue? Mimi mwanzo tangu mara mwisho naona na wewe siko sawa. Hakuna kitu changu chochote ambacho kiko sawa. Mawazo yamegoma, mambo yangu yamegoma, lifestyle imegoma, kila kitu kinakataa kwa sababu yako. Yaani imefika hatua kwamba nashindwa kuwaza, nashindwa kumwaza mtu mwingine kwa sababu ya uwepo wako kwenye mawazo yangu. Umevutia sana moyo wangu. Natamani hata ningelijua jina lako basi ningekwambia kwamba umevutia moyo wangu fulani, sijui. Isipokuwa kilichopo tu ni kwamba umeniganda sana kwenye roho kiasi ambacho nashindwa kuvumilia. Nakupenda sana. Nitakwambia nakupenda leo, nitakwambia nakupenda kesho, nitakwambia nakupenda kila nitakapokutana na wewe.
kwa sababu ndio uhalisia wa moyo uliopo kwenye moyo wangu. Hakuna kitu kingine chochote ninachoweza kukisema zaidi ya kuambia nakupenda. Umeona siku zinavyozidi kwenda? Siku zinakimbia sana. Siku zinaenda mbele, lakini mimi afya yangu inazidi kurudi nyuma kwa sababu yako. Na kuwaza kiasi ambacho nashindwa kujicontrol. Nimefika hatua kwamba na lose concentration kwa sababu yako. Imagine tangu asubuhi nimekaa hapa nasubiria wewe tu upite. Yaani naishi kwa kubahatisha kwamba uenda huyu mdada atapita, nimuone nimwambie nakupenda. Yaani mpaka imefika time kwamba nimekutana tena na wewe leo. Ni Mungu tu kapanga nikutane na wewe. Yaani kuna kila ishara ambayo inaashiria kwa Mungu kapanga mimi na wewe tuwe pamoja. Au hauko hapa kwa ajili yangu? Hapana. Nimepita kukusalimia. Lakini pia nimekutana na Samundu ameniambia nimsubiri hapa. Yaani kumbe unajuana na Samundu? Ndiyo namfahamu. Nilikuwa natafuta chumba. Kwa hiyo nikaa nimemwambia Samundu anitafutie chumba. Sasa umemwona Samundu? Samundu mimi ni mwanangu sana, ni mwanangu mno. Mmoja kati ya marafiki zangu wa karibu. Kwa hiyo kama unajuana na Samundu pia ni jambo zuri. Yaani cheni inazidi kuongezeka kwamba ukaribu kati ya mimi na wewe inabidi uwepo. Usimuone mpaka watu wangu wa karibu unajuana nao. Sasa ukisikiliza. Umeona mazingira? Mazingira si rafiki. Micholesho, macho ya watu, afu isitoshe upepo unaharibu structure nywele zako nzuri. Alafu kama itoshi mimi Samundu nakaa naye jirani. Yaani tunakaa karibu, unaanza kwa Samundu unafuata kwangu. Kwa hiyo ni vyema sasa tungeenda kukaa kule ukamsubiri. Kuliko kukaa hapa. Si pazuri. Sawa, hamna shida, tunaweza tukaenda. Kam. Vipi unawaza nini? Amna. Tuzetu. Sasa kama nadhani tunaona wakati mwingine. Mzee wa totos. Vipi shemeji nini? Kaka. Mwanangu umenirushia ndege. Mtoto yule pale namba hii mwanangu. Kuna siku alipita kijiweni pale. Nikamfuata, nikarusha kamba. Kachomoa. Leo kaja tena kijiweni mwenyewe kanifuata mwanangu. Tumeelewana fresh ndio nilikuwa naingia naye ndani mwanangu hapa kuchapa mzigo. Unajua kaka, ile sura sio ngeni. Juzi nimekutana naye mitakati hapo. Nilikuwa nimebeba mtoto. Akanisimamisha, akaniambia kaka, mtoto wako mzuri. Naweza nikambeba? Mimi nikamkataa. Kwa sababu unajua mimi simjui, sasa nampaje mtoto amshike. Mimi nikamkataa nikaingia zangu kijiweni. Umeona sasa? Namba sijaomba mwanangu. Okay, achana na hayo. Mimi shida yangu ni ile ile ndugu yangu. Siku zote nilikuwa nalalamika kuhusu mtoto. Lakini sasa hivi ni mke wangu. Hivi unaweza kaamini yule mwanamke kaondoka, hajanitaarifu, kaniacha na mimi na mtoto. Sasa mwanangu mimi namleaje? Mtoto muda wote analia rafiki yangu. Sasa wewe uko hapa mtoto umemwacha na nani? Mtoto?